Sasa nichukue nafasi hii kwa heshima na taadhima kumwomba mufti na Sheikh mkuu ili yeye aje aseme na umma huu, aseme na Waislamu wa Tanzania, aseme na Watanzania kwa ujumla. Yeye ndiye baba yetu, ndiye kioo chetu na ndiye mgeni rasmi wa hafla hii. Samahatu Mufti Jamhuriya Tanzania al-Ittihadiyya, falyatafaddal mashkuran wa ma'juran ghayr ma'mur. Karibu sana. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الجلال والإكرام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه البررة الكرام وعلى كل من سلك سبيله واقتفى قفواه من أئمة الأعلام. أما بعد، Mheshimiwa mzee wetu makamu wa rais mstaafu Dr. Ghalib Bilal, Mheshimiwa mzee wetu makamu wa pili wa rais Zanzibar Balozi Sefu Idi, Mheshimiwa waziri mkuu mstaafu mzee Mizengo Pinda, Mheshimiwa mzee Joseph Butiku, Mheshimiwa Jaji Msumi, Mheshimiwa Mufti wa Burundi na ujumbe wake wote, Mheshimiwa mjumbe wa Baraza la Ulama Sheikh Ali Muhyiddin Mkoyogole, Mheshimiwa Sheikh Mahmud Ibn Sheikh Nuruddin Shadhili, Mheshimiwa Sheikh Ismail Muhammad, Mheshimiwa Sheikh Muhammad Mtulia, Mheshimiwa Balozi As-Safiri min al-Mamlaka al-Arabia As-Saudia, Balozi wa Irani, Balozi wa Palestine, Ulama al-Azhar, maaskofu wote mliohudhuria, mawaziri na manaibu waziri mliopo, katibu wetu wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, katibu mkuu Mheshimiwa Mruma, bila kusahau mwenyekiti wa halmashauri kuu ya taifa BAKWATA Sheikh Khamis Mataka, Mheshimiwa Mama Shamim Khan, mashekhe wote wa mikoa, mashekhe wa wilaya, mashekhe wa kata, maimamu wa misikiti yote waliohudhuria, walimu wa madarisi waliohudhuria, viongozi wa serikali, wabunge, waheshimiwa wote na wageni wote waalikwa, itifaki imezingatiwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waislamu na wageni wote mlioalikwa katika maulidi haya na hafla hii inayoadhimisha mazazi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuna mambo machache tu ya kuzungumza. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuweza kutukusanya hapa leo katika hafla kama hii. Tufahamu kwamba hafla hii ya maulidi na nyingine mfano wa hii kwetu sisi Waislamu ni fursa kubwa sana, ni nafasi kubwa sana kwetu sisi ya kuweza kuzungumza mambo mbalimbali ya kidini. Na ndio maana tunashangazwa na mtu kama anakataa hafla kama hizi, wakati hii ni neema ambayo Mungu ametupa kupata fursa kama hii
inayotukusanya, na saa nyingine hatuwezi kupata fursa kama hii ya kuweza kuzungumza masuala yetu ya kidini. Na hapa tumemkusanyikia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kwa bahati kumekusanyika watu wa aina mbalimbali. Tumekusanyika sisi Waislamu, mashekhe, lakini na viongozi wa dini mbalimbali, maaskofu, lakini na viongozi wa serikali, wastaafu, wazee wetu, wakina mama mbalimbali wamehudhuria kwa ajili ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimi nataka kueleza kitu kimoja, kuwafahamisha wote waliokuja, na haswa wale ambao si Waislamu. Uislamu umeelezwa na mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ni dini ya namna gani. Mtume amesema, jitu bid-dini al-hanifiyyati sahlati samha, nimekuja na dini yenye kuacha dini zote kupondekea Uislamu, iliyo nyepesi. Dini ilikuwa nyepesi ambayo haina wasiwasi wowote, ni dini nyepesi, si kama inavyoelezwa na watu wengine. Na ndio maana tumeweza kukusanyika na watu hata wasiokuwa Waislamu, maaskofu hapo hapa, viongozi wa madhhabi za Kibudha wako hapa. Ni kwa sababu ya ule wepesi wa dini ya Kiislamu. Wale mabishopu au mashekhe au walimu au wasemaji wengine wote wanaoieleza dini ya Kiislamu kwa ugumu, hizo njia zao wao, si Uislamu. Uislamu mtume ameutangaza kwamba ni dini iliyokuwa nyepesi. Na ndio maana bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ameweza kuishi na wasiokuwa Waislamu. Ameishi na wasiokuwa Waislamu kwa maisha mazuri kabisa. Kaishi nao kwa wema, ameazimana nao, amewekeana nao rahani, wamekopana. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameishi katika maisha namna hiyo, kuonesha kwamba dini ya Uislamu sio dini ya ugumu, ni dini ya mshikamano, dini ya mapenzi, dini ya ubinadamu, dini inayoangalia umbile na tabia ya mwanadamu. Na hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kueleza namna ambavyo Waislamu hawakatazi kuishi na wasiokuwa na Waislamu, ameeleza sehemu mbalimbali. Atakasema, la yanhakumullah 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Mwenyezi Mungu hamikatazi, hajawakataza Mwenyezi Mungu kutokana na wale watu ambao hawapigani na nyinyi kwa ajili ya dini, wala hawamitoi katika miji yenu. Mungu hawakatazi kuwatendea wema na kuwatendea uzuri. Mwenyezi Mungu anawapenda sana watu wenye kushikamana na haki, wenye kutenda mambo ambayo yana uadilifu ndani yake. Mwenyezi Mungu hajatukataza sisi kuishi na watu wasiokuwa Waislamu. Akianza katokea mtu akaona asiokuwa Muislamu yoyote hafai kuishi, huyo si Muislamu. Na Uislamu hujazungumza mafunzo yake sio hayo. Uislamu mafunzo yake ni kuishi na wanadamu wengine vizuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwakaribisha wasiokuwa Waislamu pa msikitini, na walikuwa wanaingia msikitini, na saa nyingine wanafikia kipindi cha ibada zao, wanamuomba mtume anaambia, fanyeni ibada zenu, kimaliza tuendelee na mazungumzo. Wakaachiwa wakafanya ibada zao. Huyo ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ndio sifa za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ndio mafunzo anayotufundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu alijua amani na utulivu unapatikana katika mazingira ya maisha ya namna hiyo. Na ndio maana leo utaona wamekaribishwa na wasiokuwa Waislamu, wamekaribishwa na wakubwa tunao, ni kwa sababu ya mafunzo ya Uislamu. Kwa hiyo tuwafahamishe tu ndugu zetu kwamba Uislamu ni dini ya mahaba, dini ya upendo,
dini ya kukaa pamoja, dini ya amani kama lilivyo jina lake. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye ametufundisha namna ya kuishi maisha na watu. Tumewasaidia watu wengi, mpaka wasiokuwa Waislamu amewasaidia sana, na yeye amepokea mpaka zawadi kwa wasiokuwa Waislamu. Kuna mlango mzima katika Sahihi al-Bukhari unazungumzia namna alivyokuwa anapokea mtume sallallahu alaihi wasallam zawadi kwa wasiokuwa Waislamu. Lakini zakatokea mtu akaona kwamba inakuwaje Muislamu anachukua zawadi kwa mtu sio Muislamu kabisa bwana. Sasa wewe una mistari. Mbona unasumbua watu bwana? Mambo yako wazi bwana. Yako wazi katika vitabu. Yako wazi katika mwongozo wa mtume. Mtume sallallahu ametufundisha namna ya kupokea zawadi, inawezekana jambo la sawa sawa. Watu walipiga kelele hata misikiti inayojengwa hii. Leo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kajenga msikiti mmoja kule maeneo ya Dodoma, kunaitwa Chamwino kule. Kaombea msaada msikiti ule ukajengwa. Na mimi namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu msikiti ule umeitwa msikiti wa Sheikh Abubakar Zuberi. Ndio jina lake. Ukienda Chamwino uuliza tu msikiti wa Sheikh Abubakar Zuberi. Ule umeombewa pesa za kujengwa msikiti ule na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Magufuli. Watapiga kelele, inawezekana wapi bwana? Tungejenga wenyewe. Mbona hukuja kabla? Hukuja kabla, tungechukua msaada wako tukajenga. Wewe ngojea mtu kajenga afu walaumu. Alafu wewe unapingana na mwenendo wa Uislamu, unapingana na Uislamu, unasemaje? Uislamu unaruhusu vitu namna hiyo. Mtume sallam mwenyewe mtume kama mtume amepokea hadaya mbalimbali kutoka kwa wasiokuwa Waislamu. Hukutakiwa kusema, kwa sababu kule kusema kwako ni dalili ya kwamba huna elimu. Kule kusema kwako kunatudhihirishia kwamba huyu jamaa mtupu. Na debe tupu aliachi. Naam. Msemo wa Kiswahili unasema elimu chache udhia. Elimu chache udhia. Ndio maana Uislamu unataka watu wasome ili waondokane na matatizo ya ujinga. Na ndio ule msemaji mmoja akasema al-jahlu arun wala yarda bihi illa al-himar. Ujinga ni aibu kubwa na hakuna anayeridhia ujinga isipokuwa punda peke yake. Tusome. Uislamu umetufundisha kusoma. Yaani ule Uislamu wenyewe uliposhuka kwa mara ya kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallam anashushiwa wahi. Hakuambiwa swali, wala hakuambiwa toa zaka, wala hakuambiwa hiji, wala hakuambiwa chochote. Kaambiwa soma. Iqra. Soma. Na hapa ameondeshwa maamul, hudhifa al-maamul, ay al-maf'ul. Maf'ul hakutajwa hapa. Iqra, soma tu. Lakini cha kusomwa hakijaelezwa ni kitu gani. Cha kusomwa Mungu hajakieleza. Kwa sababu gani? Litaumma alfaida, ili faida ipate kuenea, kwamba kinachotakiwa kusomwa ni kila elimu yenye manufaa. Kila elimu yenye manufaa. Ikiwa ni elimu ya dini, ni elimu za fiqhi, ni elimu za tauhid, ni elimu za kilugha, ni elimu za kiufundi, ni elimu za mambo ya uhandisi, elimu za udaktari, elimu za uchumi. Mtume anaambiwa iqra, soma. Na khitabu inamhusu mtume, lakini hukumu yake ni am. Khitabu ni khas, lakini hukumuhu am. Msemo unamuelekea Mtume sallam, lakini hukumu ya msemo huu ni kwa ajili ya watu wote, kwamba someni, muondoe ujinga. Ujinga haufai mahala. Alikuja jamaa mmoja akaingia msikitini, yule shekhe mwanachuoni kasoma. Alipoingia msikitini akamkuta imamu anaswali, afu mguu wake mmoja kauamsha juu kama kibwengo. Akaona hii staili nyingine jadid. Kasimamisha mguu anaswali.
Hata jambo hii style gani leo hapa? Huu msikiti sampuli gani? Alipomaliza akashindwa yule mwanachuoni, maana yeye hakuswali, alipata mashaka, hakuswali yeye. Aliwangojea waswali kisha akajiswalia mwenyewe peke yake. Baadaye akauliza, vipi bwana, mbona yule shekhe imamu wenu alioswalisha sasa hivi alikuwa na swali afu mguu mmoja kauamsha juu? Wewe ulikuwa hujaelewa. Mashaallah, ulikuwa hujaelewa. Yule imamu ule mguu kauamsha juu kwa sababu umekanyaga najisi, kwa hiyo haumo ndani ya swala. Ujinga ni jambo baya sana. Ndio mnatakiwa kusoma, lazima Muislamu asome. Neno lake la kwanza kabisa katika huo Uislamu ni kusoma. Ni kusoma. Kisha ndio akaja mengine, swala, zaka, nini baadaye. Lakini jambo la kwanza ni kusoma, kwa sababu hata hiyo swala, kama ukiswali wewe unakuwa huna ilmu ya swala, swala zako zitakuwa za matata. Ndio maana tunasema kama jambo hulijui usiseme. Wewe si mwenyewe wa kusema. Kwa nini unasemea jambo ambalo wewe si mwenyewe? Una elimu za kibaba tu. Hilo jambo la kwanza ambalo nataka kulieleza Waislamu wafahamu. Ndio maana leo tunashirikiana na wasiokuwa Waislamu katika mambo yetu, katika mambo ya amani. Na leo amani imetuama vizuri katika nchi yetu. Na tunamwomba Mwenyezi Mungu siku zote aidumishe amani ya nchi. Kutokana na kushirikiana. Na tunafanya hivyo kwa misingi ya kidini hasa. Si kama kufanya hivyo tumetoka nje ya dini, ndio dini yenyewe imetutaka tufanye hivyo. Jingine Waislamu ambao nataka kuwakumbusha, tumemaliza uchaguzi punde tu. Hivi karibuni tulikuwa na ngija za uchaguzi Tanzania bara na Zanzibar, na wenyewe wamezungumza sana hapa wenyewe. Dokta amezungumza hapa, mzee wetu Mzee Sefu Idi, lakini pia waziri mkuu mstaafu amezungumza, rafiki yangu sana Mzee Pinda, lakini rafiki wake simielezi hapa, tazungumza siku nyingine. Amezungumza sana hapa na akatoa nasiri nyingi hapa tumezijua hapa. Sasa uchaguzi umekwisha. Uislamu kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ni dini nzuri, yenyewe haijafanya ibada kuwa ni moja, kwa sababu watu wanachoka katika jambo moja. Ndio kukawa kuna swala, kuna saum, lakini ukishamaliza kufunga saumu ile ya Ramadhani unakwenda katika nguzo nyingine inaitwa hija. Kwa sababu watu wangethibiti katika jambo moja wangechoka. Kwa hiyo talawanatil ibadat, zile ibada zimekuwa za namna mbalimbali ili watu wasikimwe, wasichoke. Swala imekuja saumu, saumu inakuja hija, kuna zaka, tuna mambo mengi. Tuna mwaka mpya Muharram, tuna Rabiul Awwal, mambo ya kueleza mazazi ya mtume, historia ya mtume. Mtume alikuwaje? Mtume alikuwa vipi? Lakini unakuja mwezi wa Rajab mbele huko, kuna habari zake. Utakuja Shaabani, kuna habari zake. Haiwi Ramadhani tu mwaka mzima Ramadhani, watu wangechoka, wangesema hizi ibada tena zilikuwa Ramadhani tu siku zote bwana. Ramadhani watu wanaisahau kidogo, wameingia katika hija. Sasa uchaguzi brother umekwisha. Kama umekwisha, watu warudi sasa katika kujenga nchi. Watu wajenge nchi sasa. Uchaguzi umekwisha na umekwisha kwa amani, walillahi alhamd. Tunarejea katika kujenga nchi, tunarejea katika kuwafunza waumini wetu ucha Mungu, wamjue Mungu, warudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunarejea katika kumwomba Mwenyezi Mungu dua tupate baraka zaidi katika nchi yetu. Tunaendelea na masuala mengine, sio yale yale. Hatuwezi kuwa tunazungumza jambo hilo siku zote. Hilo jambo lishapita, lishamalizika. Watu watakiwa waingie katika habari nyingine. Kama vile mwezi wa Ramadhani umekwisha, hija imekwisha, tunaingia katika habari nyingine. Muharram, tunazungumzia mwaka mpya, at-tarikhul islami. Tunatoka huko tunaingia katika kumweleza mtume, Rabiul Awwal, miladi ya bwana mtume Muhammad sallam.
Tunakwenda katika utaratibu. Uislamu weka utaratibu, unatoka katika jambo unaingia katika jambo. Sio wewe siku zote hilo, siku zote hilo, siku zote hilo. Hakuna uang'anizi wa namna hiyo. Unaangania namna hiyo vipi? Kwa hiyo mambo yamekwisha. Sasa hivi tunatazama mbele. Nini? Tunajenga nchi. Nini? Tunaangalia mambo ya uchumi. Waislamu tunahitajika uchumi sasa hivi. Lazima uwe na pesa. Mtu kama una pesa unakuwa mtu wa ajabu. Wa amdadnakum bi amwalin wa banin. Yesu Mungu mtaka katika masuala ya uchumi, lazima tuingie katika uchumi sasa hivi. Tusiangalie tena masuala mshamalizika, wewe unashughulikia lile. Kazi yako kulaumu tu. Yuko mama mmoja alikuwa anamlaumu mumewe siku zote. Kila kienda akimpelekea gunya, kitenge Kiswahili kingine. Kimpelekea kitenge, kibaya hicho, mbona akifanana na fulani. Akichukua kanga nyingine kimtia, wapi, mbona haifai. Akisema ngoja nichukue basi kitu hiki ampelekee zawadi, zawadi gani ya kipumbavu. Ile bwana akatohoka akaona hii imekuwa habari kubwa. Akaamua kumsema mkewe, akasema maneno marefu lakini nataka hapa pafupi tu. Akamwambia aqilil lawma azila wal itaban, akasoma waquli in asabtu laqad asaban. Katika shawahid za Ibn Aqil kwa wale watu wa nahwu mtakuta ubeti upo. Aqilil lawma azila wal itaban, chachesha kulaumu wewe mwanamke mwingi wa kulaumu wewe. Nasema siku nyingine nikipatia, sema umepatia. Mbona kila siku unaniambia sikupatia vipi? Mambo yamekwisha. Watu warejee sasa katika masala ya kuangalia uchumi, kuangalia maendeleo, kuangalia elimu, kujipanga upya kwa ajili ya kuleta maendeleo ya nchi na kuleta maendeleo ya dini na kuwajenga watu katika ucha Mungu. Tunahitajika kama tulivyosema, lazima tuwe na pesa, tuwe na uwezo wa kuweza kujifanyia mambo yetu wenyewe. Inna ad-darahima fil amakin kulliha taksur rijala haibatan wa jalala, hiya lisanu liman arada fasahatan, hiya silahu liman arada qitala. Maneno yule bwana anazungumzia pesa hivyo kwa umuhimu. Na kama mcha Mungu kweli yupo, wewe siku moja mtu anaswali mbele ushikashika jenje hivi, tuone yule bwana ataendelea kuendelea anaangalia pale mahali pa kusujudia, au atapiga jicho kwingine mara umeangusha milioni 1 au umeangusha hivi. Utamwona anabaika ile swala yenyewe anahangaika kwa sababu ya umuhimu wa pesa. Kwa hiyo pesa lazima itafutwe, na pesa lazima ipatikane. Ndio itakayojenga msikiti, ndio itakayojenga madrasa, ndio itakayolipa walimu na pana tabu. Nimesikia habari hapa Sheikh wa mkoa ana mpango maalum wa kulipwa maimamu. Kulipwa maimamu jambo zuri, hakuna kama hilo. Na tunatoa wito kwa wale watu wenye uwezo kuwasaidia maimamu. Wanafanya kazi kubwa sana maimamu, na walimu wa madarisi hawa wasaidiwe. Wanafanya mambo makubwa sana. Sisi ndio tunazungumza nao, tunawapa maagizo kwa ajili ya amani katika nchi. Wanafanya, wanatekeleza, lakini hawana chochote. Wanatekeleza tu bilbalashi. Lazima sisi tuhakikishe kwamba tunashirikiana nao na tunawasaidia. Kwa hiyo turudi sasa katika masuala ya uchumi, katika masuala ya maendeleo mengine, mambo ya elimu, turudi huko. Mambo mengine yamekwisha. Wito wangu kwa Waislamu wa Tanzania ni kuacha mengine yale ukishapita. Sasa tunaendelea na masuala ya mbele. Ndio Uislamu. Uislamu hautaki watu wang'ang'anie juu ya jambo moja. Unataka Waislamu tuangalie mambo mengine. Waislamu hapa pana mabwana wakubwa, alafu ni watu wazima, wazee, na huwa wanachoka, na tunao mashehe mbalimbali na wenzetu wengine ambao ni wageni wamekuja kwa ajili ya kupamba maulidi yetu. Hatuna haja ya kusema maneno mengi. Yale yote ambayo kwa nimepanga kuyasema nimeacha. Tumezungumza masuala mawili tu hayo, nadhani watu watakuwa wamenielewa, na kwamba turejeeni katika masuala ya kujenga mshikamano, kujenga umoja, kujenga upendo na kuipeleka dini yetu mbele, huku tukifahamu hatuna nafasi ya kutiwa fikra na mtu mwingine. Sisi sio watu kutua fikra na mtu mwingine. Yaani akatoka mtu mwingine akakujaza fikra katika kichwa chako. Wewe si Muislamu sawa sawa. Na Uislamu haujasema hivyo. Uislamu unataka sisi wenyewe tutumie fikra zetu. Viangalie vipande vya mwisho vya aya nyingi katika Qur'an. Vinasema afala yaqilun au afala taqilun. Afala tatafakkarun
nyingine zinaishia na ulul albab, inma yatadhakkaru ulul albab. Aya za aina kama hizo zinakumbusha watu kutumia fikra zao, kutumia akili zao, kutumia uwezo wao wa kufahamu, sio kufikirishwa na kutiwa mabongoni vitu ambavyo sivyo. Muislamu akai katika ukaaji huo. Akikaa huyo ni mtu anakuwa wa ajabu, labda hafahamu Uislamu unasema nini. Lakini mwisho niunge mkono maneno ya Sheikh Mkoa kwamba Waislamu sio magaidi. Hakuna gaidi hata mmoja katika Uislamu. Lakini anaweza akawa gaidi mtu mwenyewe kama yeye, kwa sababu yeye pia ni binadamu. Lakini sio Uislamu kama Uislamu, kwa sababu Uislamu ni dini ya amani, dini ya upendo, dini ya akhlaq, ya tabia. Mtume sallallahu alayhi ametufundisha. Kwa hiyo asiseme mtu kuusingizia Uislamu ugaidi, aseme kuusingizia huyo mtu ni gaidi, sio Uislamu. Uislamu ni dini ya kufundisha maadili, na ninawataka vijana kuwa watulivu, kujishughulisha na mambo ya kazi, waangalie fursa tumepewa. Ukitaka kwenda katika madini nenda, ukitaka kilimo nenda. Sasa hivi kuna vilimo vya muhogo, nenda kalime muhogo. Naam, pesa nyingi. Shamuona mtu Handeni pale, kijana mdogo tu, kalima eka 5 akapata eka 20, amelipa eka 20 akapata milioni 98. Naam, akasema mimi sikusoma, nataka watu wa wataalamu waliosoma waniwekee utaratibu. Kaziweka hela zake benki, akakutana na watu wajua penye pesa, wataalamu waliosoma hao na kalamu wakosekana. Kaanza kukaa naye kwamba hiki itakuwa kadha itakuwa kadha, lakini kapata pesa kutokana na muogo. Wewe unasema maneno tu hapa haya ovyo ovyo, wenzako wanalima muogo huko brother. Wewe umekatwa. Chimba madini umeruhusiwa. Siku moja tulikuwa katika mkutano mmoja kule kwa Mwalimu Nyerere pale, ukumbi Mwalimu Nyerere. Alizungumza Mheshimiwa Rais, jamani, hata watu wa dini mkiweza masuala haya ya kuchimba madini na kasa na nini, mnaruhusiwa. Mnaruhusiwa. Sio kukaa tu. Kukaa tu kumekatazwa kwa Waislamu, hakuna hicho. Wewe una mke, una watoto, unasema mimi na Mwenyezi Mungu napiga tasbih subhanallah subhanallah. Subhanallah ndio sawa, lakini subhanallah ya sawa sawa hii. Watakula nini hawa? Katika subhanallah yako watakula nini? Unamsabihi Mwenyezi Mungu, utapataje wewe kualisha? Watawakkala mutajarridan fi rizqik thiqatan biwa'di rabbi akrama muflila fa amma almu'ilu fala yajuzu qu'uduhu an maksab al'iyalihi mutawakkila. Hakujuzu kwa mtu mwenye mke na watoto kukaa bure pasi ya kutafuta riziki, anamtegemea Mungu. Mwenyezi Mungu nipe. Ndio kuja akafoka yule Said Omar. Asikae mmoja wenu, la yaqudu ahadukum qattu an talabi rizqi wa huwa yaqulu Allahumma rzuqni wa qad alima anna as-samaa la tumtiru dhahaban wala fidda. Asijipetekee tu mmoja wenu akakaa bure tupate kutafuta riziki halali, kisha akanyosha mikono juu akasema Mwenyezi Mungu nipe, Mungu nipe, hali ya kuwa anajua mbingu hainyeshi mvua ya dhahabu wala fidda. Nendeni mkatafute katika hazina za ardhi, ndio tunatakiwa. Kwa hiyo mambo yamekwisha, tumeshamaliza kila kitu, tutoke sasa tukachimbe madini, tutoke tukalime mihogo. Kuna ile adhahabul abyad, kuna dhahabu nyeupe sasa hivi. Mnajua nini? Katani kakangu, katani. Adhahabu al-abyad. Wenzetu kule kusini wana adhahabu al-akhdar, watu wa kusini, ni zile korosho. Sasa kuna dhahabu nyeupe. Dhahabu nyeupe ni katani, nendeni mkalibe katani. Kidogo hela nyingi, kidogo afu miaka yake 3. Mtu mmoja alikuwa ananiambia asubuhi, mimi naona nikalibe ile mitiki. Mimi nikamwambia hapana, mitiki na kama miaka 20 utakuwepo brother. Mimi naona ungechukua vitu vya hapa karibu hapa. Lakini huko na utakwenda wewe mbali huko. Parefu mno miogo hii miezi 3 6 unavuna. Nendeni mkachukue mashamba Tanzania, Mwenyezi Mungu ametujalia neema. Kuna madini, kuna dhahabu, kuna misitu, kuna mashamba, kuna kila kitu. Ukitaka unapata tu. Wenzetu Kenya kuna tabu. Hapa mpaka Mbagala mtu mmoja anamiliki. Hapa mpaka Mbagala mtu mmoja. Alafu unakwenda kwake, unakodi kwake, unatoa nani, yeye ndio TRA, ndio kila kitu. Tanzania hakuna masala hayo. Ardhi ni mali ya taifa. Watu wanapata nafasi, mashamba na kila kitu. Twendeni tukalime. Maana yangu ni kwamba tusikae bure sasa Waislamu, tufanyeni kazi. Na Uislamu wenyewe ni kufanya kazi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa businessman, alikuwa mtu wa biashara, hakukaa bure Mtume. Nani kakwambia Mtume alikaa bure? Sayyidina Ali alikuwa akifanya biashara. Sayyidina Abubakar
akifanya biashara, mpaka Mwenyezi Mungu akamsifu kwa kutoa kwake mali zake kuwakomboa watumwa kina Ammar ibn Yasir na wengineo, mpaka Mwenyezi Mungu akamtaja katika Qur'an, wasayujannabu ala atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wama li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Ni Abu Bakar Siddiq, Mwenyezi Mungu anamsifu katika Qur'an kwa utoaji wake sana wa mali kusaidia Uislamu, si kwa sababu anazo. Kuna fungu la zaka ambalo ni nguzo ya 3 katika Uislamu, baada ya shahada 2 kuswali zaka. Zaka hapa ndio penye tabu, maana mwenye mali ukimgusa kwamba Uislamu umekuwa kazi kubwa tena, kwa mambo ya kuchukua na fidia tena zaka. Lakini zaka ndio msingi mkubwa wa uchumi katika Uislamu. Kama kwamba hii zaka, nguzo hii ya zaka, watu wanaifasiri vibaya kwa walionacho. Sio kwa walionacho, tafuteni muendacho, tafuteni muendacho ili mtoe zaka, ndio maana yake. Ndio ile aya wa aqimu sala wa atu zaka wa atu zaka wa atu zaka ya jamaa. Wa atu zaka nini maana yake? Toeni zaka. Zaka huwezi kutoa kama hujatafuta. Ni sharti utafute. Umiliki migodi ya madini, umiliki mashamba, umiliki mavuno makubwa, umiliki kila kitu, wanyama, ng'ombe, nini, ili uweze kutoa zaka, Uislamu upate kwenda mbele. Hata watu Waislamu wote Tanzania nzima tumejipunzikia, tutafuti chochote, tumejikalia tu. Wewe Uislamu utakwendaje? Alafu hakuna jambo baya kama kuomba. Wala takunu kallan ala nas. Sio ombaji kwa watu mnaombaomba. Mwenyezi Mungu hapa, al-yadul ulya khairun min al-yadi sufla. Mkono wa juu wa kutoa ni bora kuliko mkono wa chini wa kupokea. Maana yake ni kwamba toeni, msipende kupewa. Ndio maana yake. Wewe kaza kupewa tu, kutawaliwa mtu amekupeka wali wake mzuri wa nazi na nyama imekolea nazi na mchele ule mpunga umekolea nazi, unakukaribisha unakula, kaza kusifu tu. Mchele wa shamba huo. Mchele wa shamba uko na kulima. Wewe kaza kukudusa tu basi. Inshallah Mwenyezi Mungu aturuzuku mahaba, aturuzuku upendo, aturuzuku kushirikiana. Na ndugu zetu wasio Waislamu tunawakaribisha katika Uislamu. Tupo na sisi ndugu zenu, tuko pamoja na Waislamu wote. Tusiwe na mshikamano na tujenge upendo na umoja, tuweze kuendelea mbele katika Uislamu wetu. Wallahu waliyu tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Huyu ni mufti wa Tanzania, mufti wa viwango, mufti ambaye leo amefunguka mzee. Maana niliona wale kina Subiani, kina Makata wote wanakuja. Mzee kajiachia, kapiga sana. Lakini mzee huyo ukimtengenezea mazingira mazuri kama haya atafunguka, kwa sababu anapenda kuona Waislamu wakifanya mambo kwa utaratibu, kwa uzuri. Basi ukimtengenezea mazingira atafunguka. Ametupa mwongozo mkubwa kama Waislamu, kama Watanzania kwa ujumla, namna ya kuishi katika maisha yetu haya ya dunia. Mwenyezi Mungu amhifadhi. Ugomvi wetu mimi na huyu mzee ni mmoja tu, na si utaisha lini. Anapenda sana Simba. Baba unisamehe, sisi watoto wa Jangwani tuko vizuri. Basi uendelee.